Unapopambana, kuna mtu leo ana maisha ambayo sio ya kwake. Na kwenye ibada ya shukrani, leo tunaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya majaribu makubwa tuliyopitia. Hiyo ndio leo kanisa letu linaenda kumshukuru Mungu. Hebu mwambie nako leo atupambane na majaribu. Leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya majaribu aliyotupa. Na tukashinda. Wangapi wako tayari kumshukuru Mungu? Mimi leo nataka tumtolee Mungu shukrani kwa mapito, kwa majaribu, kwa huzuni, kwa mashambulizi tuliyopitia. Na leo wakati tunaenda kumshukuru Mungu, paki kila aliyekuumiza, mweke pembeni, mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya maisha ulionipa. Nakushukuru kwa kuniamini, kunipa mimi nipitie kwenye hili pito. Sema basi amina. Mwambie nako leo tunashukuru kwa ajili ya mapito. Sema basi amina. Umenielewa vizuri? Fanya hivi kama umenielewa. Mwambie nako leo tunamshukuru Mungu. Sio sisi ndio tunaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mapito tuliyopitia. Hata Nuhu mwenyewe alimshukuru Mungu. Wakati Nuhu anatoka kwenye safina, baada ya maji kugarikisha dunia, watu wamekufa, mizoga nyingi juu ya uso wa nchi. Kitu cha kwanza Nuhu aliyefanya, alimshukuru Mungu. Hivi ukiangalia kwa sura zao ukaona ni kitu cha ajabu. Sio Nuhu analalamika. Sio anasema kwa nini Mungu umeua? Kwa nini Mungu umetenda hili jambo? Anamshukuru Mungu. Na ndani ya ile shukrani, Mungu anamwamini Nuhu. Anamwambia niliangamiza Sodoma na moto, niliwagarikisha na maji, lakini sitaiua tena dunia kwa moto, wala sitaiua kwa maji. Wakati wa mchana, wakati wa jioni, wakati wa baridi, wakati wa hali, havitakoma. Sema basi amina. Sema tena amina. Hilo agano alipata kwenye kumshukuru Mungu baada ya yeye kutoka kwenye mapito. Na leo kidogo nataka kubadilisha hali ya hewa. Wewe ambao unalia kwa ajili ya watoto wako, wewe ambao unalia kwa ajili ya ndoa yako, wewe ambao unalia kwa ajili ya ugonjwa, nataka leo mshukuru Mungu juu ya ulivyo. Wangapi wako tayari kumshukuru Mungu? Nenda kamshukuru Mungu. Na wakati unamshukuru Mungu, ruhusu. Sema amina. Hebu soma hicho kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 18. Mwanzo 8:18. Naomba msomaji mmoja wakati unaenda kumshukuru Mungu. Mwanzo 8:18. Mwanzo 8:18. Nuhu Bagulia tena hili andiko vizuri. 8:18. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanao, na wake za wanao pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaa na kila ndege na kila kinachopenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana nini jamani? Hebu sema wote, akamjengea Bwana madhabahu. Ili wewe unamshukuru Mungu. Umetoka kwenye moto, marafiki zako wote wamekufa, majirani zako wote wamekufa, watu uliopanga nao mambo fulani wamekufa. Unafikiri ni maumivu madogo hayo? Alafu baada ya kutoka kwenye safina, anashusha mguu chini, anaanza kujenga madhabahu ya kumshukuru Mungu. Ni watu wangapi Mungu amewapa mioyo ya namna hiyo? Unajua kwa
ilikuwa ni ya jirani yangu. Huyu kuna mambo tulipanga mimi na yeye. Kwa nini Mungu ulimuua? Unajua wengi wangeuliza namna hiyo. Lakini Mungu alipotoka kwenye safina, kabla ya kuongea kitu chochote, maandiko yanasema akarudisha vitu vilivyo safi. Akarudisha vitu vilivyo safi. Na akawa na moyo wa shukrani. Maana kuna mtu anaweza akatoa vitu vilivyo safi, lakini hana moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani na vitu unavyovitoa vinatakiwa viambatane pamoja. Kuna mtu anaweza akatoa vitu, lakini moyo wake unanung'unika. Kwa nini Mungu umenifanyia hivi? Kwa nini umemwacha mume wangu aende kwenye ulevi? Kwa nini umeacha watoto wangu? Hivi mimi nimeokoka kweli? Hivi mimi niko mbele za Mungu? Kwa nini Mungu umeniumiza mwili wangu? Kwa nini umeachilia ugonjwa? Huyo mtu anaweza akatoa vitu, lakini ana moyo unayelalamika. Sasa Mungu, maandiko yanasema vitu visafi alivyovitoa ameambatanisha na moyo wake wa kushukuru. Kitu kizuri mbele za Mungu unachokitoa kama shukrani, wakati moyo wako pia unashukuru. Sijui kama umenielewa vizuri. Kitu kizuri chenye nguvu wakati unamshukuru Mungu ni wewe kwanza kuwa na moyo wa shukrani, kabla ya kutoa kile unachokitoa kwa ajili ya shukrani. Ukiwa na moyo wa shukrani, ukifanya vile unavyoshukuru, lazima utasikia sauti ya Mungu. Lazima utasikia Mungu akifunga agano na wewe. Lazima utasikia Mungu akikupa kitu ambacho ulikuwa hauna. Sema basi amina. Hapo kila mtu mmoja anako jirani yako. Moyo wa shukrani na vitu unavyovitoa mwambie viwe pamoja. Mwambie vikiwa pamoja, wanakupiga, wanakupinga, waliokuzuia, Mungu ataingilia kesi yako. Wangapi wanaamini Mungu ataingilia kesi yako? Na ninatangaza leo basi, mtu yoyote anayeshindana na wewe, wakati unaenda kumshukuru Mungu, mweke pembeni. Wacha Mungu amshughulikie. Wacha Mungu ashughulike na maisha yako. Wacha kushughulika na maisha ya watu. Kuna watu wanashughulika na maisha za watu, hata mioyo yao inavuja jasho. Hata mioyo yao inavuja jasho. Nataka leo tukamshukuru Mungu. Hata kama unajua kuna mtu anakuloga, huyo mtu anza kumsamehe. Unajua wao niliokuhadisia habari zake aliyochukua vile, mimi sikushindana naye. Wala sikumwambia umeiba. Kwa sababu alipotoa vile vitu alivyonavyo, nilikuwa naona kwa macho ya damu na nyama. Lakini ulimwengu haukachange ghafla. Nikapata ufunuo. Nikaona, nikaitisha, nikaifuatilia na nikapata haki yangu. Kuna watu wanaenda kupata haki yao. Walioingia kazi zao wanaenda kupata haki yao. Nasema wanaendelea na fedha ambayo sio fedha. Watakapojaribu kukupima, Mungu akupe macho uelewe. Hebu sema napokea macho ya kuelewa. Hata kama alipojaribu kunipa zile hekima, nilipokaa ile haki nikataa ndani yangu. Na niliitisha. Na yeye nilipomwambia, umenitambua. Maana anayefanya jambo baya juu yako anatambua kabisa. Usifikiri kana kwamba haelewi. Mbona nilipomwambia tu akaniambia ni kweli. Sikukupa. Mbona nilipoona kwa macho yale ya kwanza, mbona ilikuwa kama hivyo. Kuna vitu viko kama kiini macho katika ulimwengu tunaishi. Lakini sala na ibada inatupa msaada. Hebu kumwambia jirani yako sala na ibada na maombi, sema inakupa msaada. Piga kelele, sema amina. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Ndio maana kama kuna namna unafanya kazi na kuna mambo haiendi, kama unalaumu kwa sababu umeokoka na kuna vitu ambavyo hauvipati, kuna vitu unavitaji na ufikiri, anza leo kwa kushukuru Mungu. Shukuru Mungu ndani. Shukuru kwa
kile ulichonacho. Alafu kishaingia kwenye shukrani. Ukishaingia kwenye shukrani, wacha Mungu akutetee. Lakini pia tumia maarifa. Maana Mungu anapenda watu wanaotumia maarifa. Anakuletea 12 bubu, anakuletea 500 bubu, unachanganya kwenye mali moja bubu. Unadanganya bubu. Baadaye unaenda unapiga mahesabu. Sasa hapo na iko kama leo nimeuza 50,000. Kuna 35,000. Ukiangalia vitu vimeisha, ukipiga mahesabu na faida, unakuta faida imeongezeka, labda umenunua vitu vya 50,000, labda ilikuwa inatakiwa na shilingi 70,000, unakuta ni 50,000. Sasa mbona ndio mtaji nilionunulia hivi? Labda nimedondosha moja dondosha. Kuna watu wanakini macho. Lakini natangaza ya kwamba tunapomshukuru leo kila mtu Mungu akupe hekima, akupe ufahamu. Na ukitambua usishindane na watu. Najua ninamshukuru sana Mungu. Amenipa neema kukaa ulimwengu. Na ulimwengu wangu mimi kukaa ni baraka tu kwa kila mtu. Ni baraka. Ni baraka kwa kila mtu. Maana kuna watu wengine wanaweza wakafanya mambo ya kitoto. Lakini kitu pia utakachokifanya, jifunze kufunga hela yako kwenye biashara. Weka mbali, ikifika 20 pokea. Alafu akija mtu mbaya ukiona amenyakuna mwambie leta hela. Sikuseme amina. Leta hela yako. Maana atakupa. Mbona mimi amenipa? Lakini kama ingekuwa unapokea na kupa puu na mpokea na kupa. Kuna watu unapewa siri na roho mtakatifu anaona saa mna ni akili yangu puu. Ungeelewa wapi? Usingeelewa Usingeelewa. Kwa hiyo mtu anaenda na kufanya kiraka. Anakuja kuna vinimacho anakupiga na anaondoka. Anakupiga na vinimacho anaondoka. Mwambie na nako ni mwisho. Mwambie leo namshukuru Mungu na kuna jambo linaenda kutokea. Kila mtu aseme kuna jambo linaenda kutokea. Sema tena kuna jambo linaenda kutokea. Kwa Mungu alipotoka, maandiko yanasema moyo wake mwenyewe alikuwa na shukrani kabla ya kutoa vile vitu vizuri. Lakini namba 2, kila mapito tunayepitia au majaribu au maumivu, kuna maumivu mengine sio shetani. Kuna maumivu mengine ni vitu vya kuonesha utukufu wa Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa sababu kuna mambo ni kama upinzani. Lakini ule upinzani ni kuonesha utukufu wa Mungu. Na ndio maana ukisoma kwenye Yohana 11 mstari ule wa 3, naomba mtu mmoja anisomee. Yohana 11 mstari wa 3. Wakati na ndani yetu na ukuu wake na mamlaka yake. Sasa unaweza ukapita kwenye changamoto ya kuonesha ukuu wa Mungu. Badala uone ukuu wa Mungu, unaona udhaifu. Mwambie jina lako nakataa udhaifu. Mwambie sio kila jaribu ninalopitia. Mwambie sio shetani. Hata watu wanapita kwenye mashambulizi. Hata wanapita kwenye mapungufu mbalimbali. Kuna wengine sio shetani. Hata ukiwakuta wengine wanayeadhibiwa, ina maana wewe ndio una huruma kuliko Mungu. Kuna watu wengine wanalipwa mambo mabaya waliotenda. Na kuna wengine ni mapito kulingana na vitu na imani walioipokea. Kwa zile changamoto zinakuja kama kumuonesha simba aliyoko ndani yako. Sema niko tayari kumuonesha simba ndani yako. Wangapi wanataka kumuonesha simba wa kabila la Yuda? Mwambie ruhusu basi aonekane kwa maisha yako. Sema basi amina. Kuna mengine ni Yesu tu aonekane. Sasa mambo mengine anakuja Yesu aonekane. Naanza kutetemeka kukata tamaa. Hata wewe simba aliyoko ndani yako anasema kweli. Sema basi kweli. Unakuta mtu mwenye simba anafukuzwa na sungura. Hivi wamewahi kuona simba anafukuzwa na sungura? Hebu mwangalie jina na kumwambia wewe kweli umewahi kuona simba anafukuzwa na sungura? Bwana kusaidie. Au kifaranga ya kuku anafukuza mwewe. Inakuja kwenye akili.
Sema basi amina kama tuko pamoja. Haya, tusome hilo andiko. Wale maumbu wakatuma ujumbe watu wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia akasema, ugonjwa huu si wa mauti. Kwa ajili ya nini jamani? Hebu mwambie kuna mapito mengine sio ya mauti. Mwambie basi kuna mapito mengine ni ya kuonesha Mungu aliyoko ndani yako. Sijui nitumie lugha gani nikuambie. Hebu mwambie kuna njia nyingine ni ya kutengeneza muujiza wa Mungu. Bwana mseme amina kwa jina la Yesu. Hii ni kitu ambacho ni kweli. Lazaro anaumwa ugonjwa ambao unampeleka kaburini. Alafu anaambiwa Yesu anawajibu wale watu, huu sio ugonjwa wa mauti. Hii ni kuonesha utukufu wa Mungu ndani ya watu. Ni changamoto ngapi unayepitia ukabaki kunung'unika kama wana wa Israeli jangwani? Kuna matatizo wengine walipata kwa sababu ya kunung'unika, na kuna matatizo mengine walipata kwa ajili ya kuona ukubwa wa wale wanaishindana nao. Mara nyingi unapokuwa na Yesu, unapoamini kwamba una Yesu ndani yako, wacha kuogopa vitu vinavyoonekana. Mkodoleke na kubatu mwambie wacha kuangalia vinavyoonekana. Anasemaje? Mwana na dini ngasai, wale ni mure ngume. Mwambie acha kuogopa vitu vinavyoonekana. Unaangalia majitu na kata tamaa. Yako magonjwa mengine yanakuja kama majitu. Angalia yule mama aliyepimwa akaambiwa na appendix ya tumbo, akatakiwa kufanywa operation. Tumemwombea, amerudi kupima. Daktari anamwambia umekula nini? Umeenda wapi? Anamwambia nimeenda kanisani, nimeenda kuombewa. Daktari anamwambia usiache hilo kanisa. Alafu daktari anampima na ultrasound, anamwekea picha, anamwambia angalia. Alafu yule mama anaangalia, anamwambia unaona hapa ndio ilikuwa hilo tatizo lipo, lakini angalia sasa, anaona mambo ni shwari. Hizo ni macho ya kipepo. Ndio maana kuna mambo mengine yanapohusu ulimwengu wa roho, usiingize hofu. Hata ukiwa dereva akija tu barabarani, ukiingiza hofu lazima uondoke. Na kuna mavitu vingine sio kuku, kuna mengine ni mapepo. Unaweza kuona ishara ya mtu kafikiri ni mtu lakini sio. Nyoka nayo. Sema basi amina. Tuseme amina kwa nguvu. Piga kelele, sema amina. Mimi kwa miaka hii zaidi ya 20 na kwenye kumtumikia Mungu nimeona vitu vingi. Ninapohubiri hivi, kuna vingine nimeviona kwa macho na nikashindana na vingine. Unajua kuna mtu anaweza akasema tushindwe shetani, lakini hata shetani kuna majaribu mengine ni tamaa yako mwenyewe, sio shetani wala sio Mungu, ni tamaa yako mwenyewe. Kuna mateso mengine ni Mungu ameruhusu kwa kukataa. Kuna mengine ni shetani, lakini shetani anawezaje kuingia katikati ya mtu aliyokoka naye mwabudu? Ni vigumu. Kama umezuia mlango, si useme amina basi. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Mimi nasikia raha. Nasikia raha. Yesu akawaambia wale watu, pelekeni ujumbe kwa wale maumbu, waambieni ya kwamba huu ugonjwa sio mauti. Huu ugonjwa ulioko kwa rafiki yangu sio ya mauti. Hiyo ni ya kuonesha utukufu wa Mungu. Ni ya kuonesha utukufu wa Mungu. Hebu kila mtu mwambie na kuna mapito mengine ili Mungu aonekane. Sema basi ili Mungu atukuzwe. Si useme amina. Ili matendo makuu ya Mungu huwa yanaonekana wapi? Si yanaonekana kwenye shida. Kama shida hamna, matendo makuu ya Mungu yataonekana. Si useme basi amina jamani. Ndio maana nyinyi
atakaja hapa ana kansa, anaombewa anapona. Kuna mwingine anakuja na sukari, anaombewa anapona. Hamjawahi kusikia yule aliyokuwa anapigwa sirinji 48 kwa wiki? Hamjamsikia? Alipopimwa sukari si amesema hamna? Aliambiwa sina aina vyakula, si amekula yote? Hamjaona anaendelea na maisha yake? Hiyo ndio matendo makuu ya Mungu. Huyo Mungu aliotuhadisia baba zetu, hayo ndio matendo yake. Kuna mambo mengine kwenye familia yako isikuletee kiwewe. Sasa mambo mengine kwenye familia yako, mwambie usikubali kuletee kiwewe. Sema basi kiwewe. Umeamini? Tukakana na matia mwamudi luka anagamu. Umeamini au baba? Mwambie kuna mambo yakitokea kwenye familia yako yasikuletee kiwewe. Tulia. Sema amina. Tulia, mwabudu Mungu. Kwa sababu ukimwabudu Mungu utamuona. Kwenye ile andiko la Yohana, mimi nimejifunza vitu vingi sana. Kuna mengine ni ya kuonesha utukufu wa Mungu. Bwana tusaidie. Ukisoma ule mstari wa 20, wakati Yesu alimwatembelea akamwambia umechelewa. Tulikutumia ujumbe, tukakwambia habari ya rafiki yako anaumwa, umemchelewa lakini amekufa. Leo ni siku ya 4, lakini hakuna shida, utamfufua siku ya mwisho. Yesu akamwambia bado ukiamini hata dakika hii utaona utukufu wa Mungu. Na walipoamini walipoenda mahali pa makaburi, mahali alipozikwa Lazaro, aliamka. Na ile kijiji walimtukuza Mungu, walimwabudu kupitia Lazaro, kwa sababu yale matatizo ya Lazaro ilikuwa ni matatizo inayosababisha jamii kumjua Mungu. Si useme amina basi. Ile jamii ilimjua Mungu. Leo umepimwa, unaambiwa una kansa, unaambiwa una sukari, unaambiwa una HIV, unashindwa kumwabudu Mungu. Hayo ni matendo yanayotaka kudhihirisha utukufu wa Mungu kwa watu. Na ili uvuke kwenye hilo jaribu, hamisha akili yako, usiamini hicho kitu. Usiamini. Mama kile napo usiamini hicho kitu. Hebu unaenda na dada una HIV. Ukija kliniki nakula madawa. Naanza kula madawa. Naanza ukija kanisani baba leo nimesahau kumeza dawa, unakimbia unameza. Pamoja na kumeza ni sawa, lakini ondoa akili yako kule. Sema basi ondoa akili yako kule. Amini nguvu ya Mungu kuliko dawa. Wangapi wananielewa kitu ninachozungumza? Nasema amini nguvu ya Mungu kuliko dawa. Kama mimi ni wewe ningesema amina kubwa. Amina kubwa. Amina kubwa. Yaani ningeruka hata ningesema amina kubwa. Usipeleke mawazo yako mahali penye tatizo. Peleka ulimwengu wa roho mahali Mungu alipoketi kwenye kiti cha enzi, alafu mlete huyo Mungu kwenye tatizo. Ona tatizo lako kama ni ndogo, muone Mungu kwamba ni mkubwa kwenye tatizo. Piga kelele, sema amina. Si useme amina. Kuna mtu mmoja na familia yake iko hapa. Wakati wanadaiwa benki, mume wake na huyu mama, tukaenda mlimani maombi ya siku 3. Tukafunga, tunaomba. Nikamwambia Mungu, najua mtu anayedaiwa ni lazima alipe, hakuna ujanja kwenye deni. Lakini Mungu, huyu mtu hana na anakuja kuuziwa nyumba, shamba. Nikamwambia sasa tunafanya kitendo cha imani. Nikaanza kutoa majani ya mti. Anadaiwa milioni 15. Nikahesabu majani ya miti mpaka ikafika 15. Nikamwambia sasa nakulipia hiyo deni. Ulimwengu wa roho, shika mzigo wa hela. Nikampa yale majani 15. Nilipompa yale majani, tuliposhuka mlimani, Mungu akamkamata mtu akalipa hiyo hela.
Hiyo ndio matendo makuu ya Mungu. Unataka kuonaje matendo makuu ya Mungu? Ndio namna hiyo. Lakini ungeanza kudaiwa. Ungeona wale wanakuja kukufilisi. Unapeleka mawazo yako kule. Unashangaa umepata pressure. Unashangaa pressure imepanda. Maana unaweza kusema ninauziwa nyumba. Nafilisiwa. Vitu vinaondoka. Leta Mungu kwenye tatizo. Shida ya watu wengi hawataki kumleta Mungu wao kwenye matatizo yao. Wamebaki wao wenyewe kwenye matatizo yao. Na ukishabaki kwenye tatizo lazima upate madhara. Piga kelele, sema nakataa kukaa kwenye matatizo. Bila mtu aseme nakataa kukaa kwenye matatizo. Mwambie natoka kwenye matatizo. Sema basi natoka ili Mungu ndio. Tena Mungu ndio atangalia Yesu. Toka basi, toka. Sema amina, amina. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Mwambie wacha kubaki kwenye matatizo. Mchukue Mungu, muweke kwenye matatizo yako. Mketishe kwenye matatizo yako. Sema amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana leo tunapenda kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu katika kila hali ngumu unayopitia. Hebu mwambie na kumshukuru Mungu katika kila hali unayopitia. Hata kama ni ya magonjwa. Toa sadaka ya shukrani, mshukuru. Na wale pia hata wananifuatilia kwenye mtandao. Toa sadaka ya shukrani. Mshukuru Mungu kwa ajili ya HIV ulionayo. Nenda kapime. Mshukuru Mungu kwa ajili ya uvimbe ulionayo.